kuhusiana na Iran bana hiyo vita dhidi ya Israel. Hiyo vita. Tumefikia taarifa hapa zinaonyesha ziko nyingi katika habari za kimataifa kwenye magazeti ya leo. Ndio. Huku taarifa za sasa zikisema Iran imeachia mashambulizi mapya ya anga. Baada ya mauaji yaliyotokea pale Tehran iliyosababishwa na majeshi ya Israel. Sasa hayo madude bwana ameendelea na jana ya Jumapili mashambulizi ya Israel yalimuua mkuu wa moja kati ya wakuu wa majeshi pale Iran. Majeshi ya kiintelijensia pale, huku wa Israeli zaidi ya 10 pia wamejeruhiwa kutokana na mashambulizi ya Iran. Bwana, moja kati ya issue ambayo inasemwa hapa, unaambia bwana Iran inatumia madude ambayo hatari ya teknolojia. Uwezi, yani wanasema vile vyombo vya teknolojia vya kitaalamu vya Israel au Marekani haviwezi kuzuia. Yani sana story ya mtambo kugundua wezi bana, umeibiwa wezi wanaiba tu. Yani mtambo unanusa wezi ile, unaambia ulifika airport fulani ya nchi fulani hivi, mtambo watu wakauiba. Mtambo wenyewe kaiba. Unasema mtambo vipi? Watu wamepita nao. Sasa mimi bana ikaniogopesha kwamba kuna nchi kimya hii dunia ina vitu kama kubwa hazitaki kuika kwanza. Nchi kama Iran uwezo kaisikia kwenye kujitutumua kwenye nini vifaa vikubwa na nini. Tuna nchi hapa duniani mpaka yani kwanza inatoa series hizi movies series ambazo za kijasusi, unasema kama hii ni movie uhalisia inakuaje. Lakini vita hii mchungu sijui tunaitazama kwa namna gani sana. Maana inazungumzwa kwenye njia. Nimeona hadi Trump kaogopa, akasema wasikizeni niwaambie. Hebu kaeni pamoja. Kwanza imekuwa ni vita ya kihistoria ukitazama kati ya Iran na taifa la Israel. Na kwenye historia mabadiliko ya kisiasa ya kijiografia kwenye Mashariki ya Kati yalianza mwaka 1979. Pale ambapo Iran walivyofanya mapinduzi ambayo wanaita mapinduzi ya Kishia, yakamleta kiongozi anaitwa Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sasa katika Irani Ayatollah maana ni cheo cha kidini. Kwa sababu Ayatollah katika nchi ya Irani kuna mtu anaitwa supreme leader, kiongozi mkuu wa nchi, ambaye sasa huyu anatakiwa ana cheo cha kidini. Lakini pia anakuwa ni mkuu wa nchi. Alafu kuna rais ambaye anakuwa anaongoza shughuli za kawaida za kila siku. Sasa Israeli amekuwa na utofauti na Irani kwa sababu Irani amekuwa akiyasupport makundi ya itikadi kali ambayo tunaita proxy. Kuna kwamba Hamas pale katika eneo la Gaza, kuna Houthi katika nchi ya Yemen, na kuna Hezbollah katika eneo la Lebanon. Na haya makundi Iran amekuwa akiyatengeneza kwa sababu anataka kupeleka ushawishi wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Yani Iran anataka kufanya ni kuhakikisha kwamba nchi zote za Kiarabu zinafuata itikadi ya Kishia. Kwa sababu katika siasa za Mashariki ya Kati kumegawanyika kati ya Sunni na Shia. Ukienda kule Saudia hawa ni wa Sunni, Irani ni wa Shia, ukienda kule Yemen ni wa Sunni, Lebanoni kuna wa Shia. Sasa zimekuwa siasa ambazo Iran amekuwa akitumia kwa lengo la kuhakikisha kwamba anapeleka ushawishi wake Mashariki ya Kati. Sasa Iran amekuwa aamini tangu mapinduzi ya mwaka 1979 aamini uwepo wa taifa la Israeli. Wanaamini kwamba kuanzishwa kwa taifa la Israeli mwaka 1947 na mwaka 1948 ni kama ni taifa la kimbinu. Wamewekwa pale kwa lengo la kuharibu nchi za Kiarabu. Sasa katika eneo Mashariki ya Kati taifa kubwa katika teknolojia ni taifa la Iran. Na sasa mnapozungumzia Iran, hawa ni wa Persian, washe kutawala hii dunia. Kwa hiyo teknolojia yao wamekuwa wakitengeneza wenyewe. Hawategemei Urusi wala Marekani. Kuna vita ya Urusi, Iran inamuuzia silaha Urusi zile drones za Shahid. Bana chukueni sasa hizo. Sasa Israeli wanafanyaje? Kwa kutumia Mossad na Shin Bet. Wanachofanya wao ni kwenda kufifisha juhudi za Iran kuweza kufikia kutengeneza bomu la nyuklia. Mossad ni shirika la nje la ujasusi la taifa la Israeli. Kazi yao ni kuangalia misimamo ya mataifa ya Kiarabu, kuangalia uelekeo wa kisiasa na matishio ya kiusalama. Kwa wamekuwa wakiwaua viongozi. Kwa mfano mwaka jana 2024 Iran ilipoteza
kiongozi wao maarufu Ibrahim Raisi kuna ajali ya ndege, ikampoteza katibu mkuu wa Hezbollah Hassan Nasrallah, ikampoteza Ismail Hania, ikampoteza Yahya Sinwar. Lakini vile kutazama Israeli chini ya IDF imekuwa ikiwaua wanasayansi wa taifa la Iran ili mwisho wa siku sawasiwezi kufikia kutengeneza bomu la nyuklia. Kwa hiyo tangu katika miaka 20 wanasayansi wa Iran wamekuwa wakifanya wakiuliwa. Ndio maana hata juzi kumsikia Netanyahu anasema kwamba tukiwaacha Iran ndani ya mwaka mmoja wataweza kufikia kutengeneza bomu la, na kuna hii dunia nikwambie, ukishakuwa na bomu la nyuklia uwezi nchi ambayo akakugusa. Leo hii Korea Kaskazini Marekani anamuogopa, China anaogopewa, Urusi anaogopewa, Pakistan anaogopewa. Sasa kama Iran akiweza kufikia ndoto ya kutengeneza bomu la nyuklia, itakuwa ni hatari zaidi kwa usalama wa Israel ambao wenyewe ni kwa Mossad wanachofanya ndio kufifisha zile juhudi. Sasa kimkakati eneo la Iran ni eneo la kimbinu zaidi. Kwa mfano nchi ya katika ukanda wa Mashariki ya Kati unazalisha mafuta 49%. Asilimia 20 mafuta yanapita katika Ghuba ya Uajemi katika mfereji ambao unaitwa Hormuz. Sasa Irani anamiliki uchumi wa dunia wa mafuta kwa 20%. Kwa hiyo vita yoyote ya Iran na Israeli katika Mashariki ya Kati itaenda kupelekea mzozo mkubwa sana wa kiuchumi kuhusu mafuta. Kama unavyojua hii dunia 87% inaongozwa na sekta ya mafuta. Sasa kama Irani ikianguka kama vile ambavyo walifanya Afghanistan au Syria, Lebanon, maana ni kwamba wataenda kufifisha juhudi za nchi za Kiislamu kuweza kuwa kubwa. Sasa hapa kutazama imekuwa ni vita ya kimkakati, lakini vile Marekani, kwa nini tunasema ni taifa la kimbinu? Kwa sababu taifa la Marekani tunasema ili kwa mfano uweze kushinda urais Marekani, lazima msimamo wako kuhusu Israeli uweze kuweka wazi. Yaani leo hii unapochukua mfano Trump unapotaka kuwa rais wa Marekani, lazima useme kwamba mimi nitaisaidia Israeli. Na Marekani kuna taasisi 3. Kuna moja inaitwa AIPAC, inaitwa American Israel Public Affairs Committee. Kuna Christian for United States for Israel, na kuna Israel Foundation. Hizi ni taasisi ambazo zinaamua nani aweze kuwa rais wa taifa la Marekani. Hawa ni Wayahudi. Wayahudi unajua wana ushawishi wa kifedha, wa kiteknolojia. Kwa hiyo hawa wamekuwa wakishawishi sera za Marekani dhidi ya Mashariki ya Kati. Ndio maana ukiona kwa mfano akiingia Trump, akiingia Biden, si Obama, wote wamekuwa kisapoti taifa la Israel. Wanaulizwa kwanza unawafanyia nini? Wewe msimamo wako ukoje? Kama msimamo wako ni tofauti, hauwezi kushinda urais wa Marekani. Sasa taifa la Israeli lilianzishwa kwa lengo kisha kwamba hakuna nchi yoyote kubwa inaibuka katika eneo la Mashariki ya Kati. Na wote wameshamaliza. Wamemaliza Lebanon, wamemaliza Syria, wamemaliza Afghanistan, Iraq. Alobaki ni Iran. Kwa hiyo akidondosha Iran, nani atafuata? Atafuata Urusi. Nani atafuata? Anafuata China. Kwa hiyo huu ni mpango ambao unaweza ukafika miaka 600 tokea sasa. Kila nchi ukishakimaliza, dunia itakuwa sani ya kwao. No, wa Marekani. Kwa hapa ni mmoja hapa anamalizwa. Yaani ni mipango ikisomwa lakini. Sasa nilikuwa nawaambia nyinyi nani? Nyinyi chombo cha habari msimuibe msimuibe Godi. Nyinyi wasajili. Msimuibe nani? Disha dogo la usajili.